Bado tuko katika uchanganuzi wa sentensi, na bado tunachanganua sentensi kwa njia ya mishale au mistari. Katika kipindi kilichokwisha tulichanganua sentensi ambatano kwa njia ya mishale au mistari. Leo tutachanganua sentensi changamano kwa njia ya mistari au mishale. Sasa hivi tunachanganua sentensi changamano kwa kielelezo cha mishale au mistari. Katika ubao tuna mfano wa sentensi changamano, tunastahili kuichanganua kwa kielelezo cha mistari. Sentensi yenyewe inasema, mtoto aliyekuwa akilia amelala chumbani. Mtoto aliyekuwa akilia amelala chumbani. Tunafaa tuichanganue sentensi hii kwa kielelezo cha mistari au kwa kielelezo cha mishale. Tutaichanganua vipi sentensi hii? Tutaichanganua kama ifuatavyo. Kwa hiyo hapa tutaandika sentensi kundi nomino, kundi tenzi. Tuko pamoja mpaka hapo? Haya, tunaanza na kundi nomino. Katika kundi nomino kuna nini? Katika kundi nomino tuna mtoto aliyekuwa akilia. Kwa hiyo katika kundi nomino tuna mtoto ambayo ni nomino, aliyekuwa akilia, hicho ni kishazi. Tuko pamoja mpaka hapo? Tulisema sentensi changamano ni ile sentensi ambayo ina vishazi, kishazi tegemezi na kishazi huru. Kwa hiyo unapochanganua sentensi changamano lazima uonyeshe kishazi katika uchanganuzi wako. Kwa hiyo tumesema kuna nomino na kishazi. Tunaanza na nomino, tunaiandika hapa chini, tunaibainisha waziwazi ionekane. Alafu tunaandika kishazi chetu ambacho ni aliyekuwa akilia. Tumeelewana mpaka hapo? Baada ya hapo tunakwenda kwenye kundi tenzi. Kwenye kundi tenzi tuna nini? Tuna kitenzi na vile vile tuna kielezi. Tuna kitenzi na vile vile tuna kielezi. Kitenzi chetu ni amelala na kielezi chetu ni chumbani. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyostahili kuichanganua sentensi changamano kwa kielelezo cha mistari au ukipenda kwa kielelezo cha mishale. Hivi ndivyo tunavyostahili kuichanganua sentensi changamano kwa kielelezo cha mishale au kwa kielelezo cha mistari. Tuangalie mfano wa pili wa sentensi changamano ili tuone vile tunavyostahili kuichanganua. Tuangalie mfano wa pili haraka haraka. Darasa ambalo lilifagiliwa limechafuliwa tena. Darasa ambalo limefagiliwa ama darasa ambalo lilifagiliwa limechafuliwa tena. Hiyo ni sentensi changamano
tunastahili tuichanganue sentensi hiyo kwa kielelezo cha mishale au kielelezo cha mistari. Tutaichanganua vipi sentensi hii? Tutaichanganua kama ifuatavyo. Kwa hiyo utaandika hapa sentensi kundi nomino, kundi tenzi. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Ni matumaini yangu kwamba tunaenda pamoja. Haya, baada ya hapo tunaanza na kundi nomino. Katika kundi nomino kuna nini? Tuna nomino ambayo ni darasa, alafu tuna kishazi ambacho ni ambalo lilifagiliwa. Kwa hiyo tunakuja tunaanza na nomino. Nomino yenyewe ni darasa. Tunaliandika hapa darasa letu. Tunakwenda upande wa pili ambacho ni kishazi. Tunakiandika hapa kishazi chetu ambalo lilifagiliwa. Baada ya hapo tunaenda upande wa pili ambao ni upande wa kundi tenzi. Na katika upande wa kundi tenzi kuna nini? Limechafuliwa tena. Limechafuliwa ni nini? Ni kitenzi. Tena ni nini? Ni kielezi. Kwa hiyo unaandika hapa chini, unaanza na kitenzi chetu, unaandika limechafuliwa. Ukimaliza kitenzi unaandika kielezi tena hapa chini, unasema ama unaandika tena. Na unapofanya hivyo ama utakapofanya hivyo utakuwa umemaliza uchanganuzi wako wa sentensi changamano kwa njia ya mistari au kwa njia ya mishale. Hivyo ndivyo tunavyostahili kuchanganua. Ukifuatilia utaona ni kitu rahisi, ni kitu chepesi. Wanasema laini kama kumsukuma mlevi. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyochanganua sentensi changamano kwa kielelezo cha mistari. Tupate mfano wa mwisho. Tupate mfano mwingine haraka. Tupate mfano mwingine haraka. Pata mfano wa tatu wa sentensi changamano. Hapo tuna mfano wa tatu wa sentensi changamano. Sentensi inasema kiti chetu kilichovunjika kimetengenezwa na fundi leo. Kiti chetu kilichovunjika kimetengenezwa na fundi leo. Hapa tunaweza tukaongezea kiti chetu kilichovunjika jana kimetengenezwa na fundi leo. Kiti chetu kilichovunjika jana kimetengenezwa na fundi leo. Tuichanganue hii sentensi kwa kielelezo cha mishale au kwa kielelezo cha mistari haraka. Tutachanganua vipi? Tutachanganua kama ifuatavyo. Kwa hiyo hapa tutaandika sentensi na tugawanye ubao ili tuweze kupata nafasi. Tutaandika sentensi. Katika sentensi kuna kundi nomino na kundi tenzi. Baada ya kuandika hivyo utakuja kwenye kundi
Baada ya kuandika hivyo, utakuja kwenye kundi nomino. Utaanza na kundi nomino. Katika kundi nomino kuna nini? Katika kundi nomino kuna kiti. Kiti ni nomino. Kuna chetu. Chetu ni kivumishi. Alafu kuna kilichovunjika jana. Kilichovunjika jana ni kishazi. Kilichovunjika jana ni kishazi. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuna nomino, kivumishi na kishazi. Alafu unakuja hapa chini unaanza na nomino. Nomino yetu ni ipi? Kiti. Kivumishi. Kivumishi chetu ni kipi? Chetu. Tunakuja kwenye kishazi. Kishazi chetu ni kipi? Kilichovunjika jana. Kwa hiyo unaandika hapa kilichovunjika jana. Baada ya kuandika kishazi chako, tunakwenda kwenye sehemu ya pili ambayo ni sehemu ya kundi tenzi. Katika kundi tenzi tuna nini? Kimetengenezwa. Kimetengenezwa ni kitenzi. Kimetengenezwa ni kitenzi. Kwa hiyo tutaandika hapa kimetengenezwa ni kitenzi. Na ni nini? Na ni kiunganishi. Fundi ni nini? Fundi ni nomino. Leo ni nini? Leo ni kielezi. Tuko pamoja mpaka hapo? Haya, baada ya hapo unaanza sasa. Unaanza na kitenzi, unakiandika kitenzi. Kimetengenezwa. Kiunganishi. Unaandika hapa kiunganishi ni na. Nomino. Nomino yetu ni fundi. Kielezi. Kielezi chetu ni leo. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyochanganua sentensi changamano kwa kielelezo cha mistari au kwa kielelezo cha mishale. Hivyo ndivyo tunavyostahili kuchanganua sentensi yetu kwa kielelezo cha mistari au kwa kielelezo cha mishale. Tupate zoezi fupi. Tupate zoezi fupi haraka haraka. Tupate zoezi fupi haraka haraka. Tupate zoezi fupi haraka haraka. Nambari ya kwanza. Changanua sentensi zifuatazo kwa kielelezo cha mistari au kwa kielelezo cha mishale. Sentensi ya kwanza. Sentensi ya kwanza. Sentensi ya kwanza. Mgonjwa aliyekuwa amelazwa hospitalini amefariki leo. Mgonjwa aliyekuwa amelazwa hospitalini amefariki leo. Hiyo ni sentensi ya kwanza. Ichanganue kwa kielelezo cha mistari au kwa kielelezo cha mishale. Sentensi ya pili. Sentensi ya pili. Sentensi ya pili.
Mtoto wenu ambaye aliwakosea wazazi wangu ameomba msamaha. Mtoto wenu ambaye aliwakosea wazazi wangu ameomba msamaha. Hizo ni sentensi mbili ambazo unastahili uzichanganue kwa kielelezo cha mistari au mishale ili uweze kujipima kama umeelewa ama hujaelewa. Kwanza kabisa, fuatilia mifano tuliyoitoa, jinsi tulivyozichanganua sentensi changamano, kisha jaribu kufanya sentensi mbili hizi kuzichanganua kwa kielelezo cha mishale au kwa kielelezo cha mistari ili ujipime, ili ujitathmini, ili ujiangalie kama umeelewa au la. Tutakomea hapa mpaka tutakapokutana tena, na ningependa kukukumbusha tu usisahau kusubscribe hapo chini ili uweze kupata mafunzo mapya yanapotoka, au ili uwe wa kwanza kupata mafunzo mapya yanapotolewa.